Iran imeilenga kwa kombora meli inayomilikiwa na kampuni ya taifa ya mafuta ya Abu Dhabi ADNOC wakati ikipita katika mlango bahari wa Hormuz, kwa mujibu wa serikali ya Falme za Kiarabu, katika tukio jipya linalozidisha wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta na meli za kibiashara katika mojawapo ya njia muhimu zaidi za nishati duniani. Wizara ya mambo ya nje ya Falme za Kiarabu imelaani vikali tukio hilo, ikilitaja kama shambulio la uhasama la Iran dhidi ya meli inayomilikiwa na ADNOC. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya nchi hiyo, meli hiyo ililengwa kwa kombora ikiwa katika safari kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini shambulio hilo halikusababisha vifo wala majeruhi. Tukio hilo limetokea Jumamosi hii Agosti 8 mwaka 2026, wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuathiri usalama wa njia za baharini zinazotumiwa kusafirisha mafuta ghafi, bidhaa za mafuta na mizigo mingine muhimu kutoka eneo la Ghuba kwenda katika masoko ya kimataifa. Tukio hilo linaongeza uzito wa hali ya usalama katika Hormuz, hasa baada ya ADNOC kusema siku moja kabla kwamba meli zinazohusishwa na kampuni hiyo zimekuwa zikilengwa mara kwa mara tangu kuanza kwa vita. Kampuni hiyo ilisema kuwa jumla ya meli 15 zimeshambuliwa au kulengwa katika mlango wa Hormuz tangu kuanza kwa vita, huku meli 3 zikilengwa ndani ya wiki moja pekee. Hali hiyo inaonyesha namna vita vinavyoendelea kuathiri moja kwa moja sekta ya usafirishaji wa mafuta, huku meli za kibiashara zikikabiliwa na mazingira hatarishi zaidi katika njia ambayo ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Mlango bahari wa Hormuz unaunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman na ni miongoni mwa njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Kupitia eneo hilo hupita sehemu kubwa ya mafuta ghafi na bidhaa nyingine za nishati zinazozalishwa na mataifa ya Ghuba na kusafirishwa kuelekea masoko ya kimataifa. Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu ni miongoni mwa mataifa yanayotegemea kwa kiwango kikubwa miundombinu ya usafirishaji inayopitia katika eneo la Ghuba. Kwa sababu hiyo, usalama wa Hormuz una umuhimu mkubwa kwa nchi zinazozalisha mafuta pamoja na mataifa yanayotegemea uagizaji wa nishati. Shambulio dhidi ya meli ya mafuta katika eneo hilo kwa hiyo halihusiani na meli moja pekee. Ikiwa mashambulizi yataendelea, kampuni za kimataifa zitaanza kuona Hormuz kama eneo lisilo salama. Gharama za usafirishaji na bima zinaweza kuongezeka zaidi, huku baadhi ya kampuni zikilazimika kuchelewesha safari au kutafuta njia mbadala pale inapowezekana. Tatizo kubwa ni kwamba njia mbadala za kusafirisha kiasi kikubwa cha mafuta yanayopita Hormuz zina uwezo mdogo ukilinganishwa na mahitaji ya kimataifa. Hivyo kuvurugika kwa mlango wa Hormuz kwa muda mrefu kunaweza kuathiri moja kwa moja upatikanaji wa mafuta katika masoko ya dunia. Kwa UAE, tukio hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu ADNOC ni kampuni ya taifa yenye nafasi muhimu katika uchumi wa Abu Dhabi. Meli zake zinatumika kusafirisha mafuta na bidhaa za nishati katika masoko mbalimbali, hivyo mashambulizi dhidi ya meli hizo yanaweza kutazamwa na serikali kama tishio kwa maslahi ya taifa na usalama wa kiuchumi. Abu Dhabi pia iko kwenye nafasi nyeti kisiasa. UAE na Iran zina tofauti kubwa kuhusu masuala ya usalama na siasa za kikanda, lakini nchi hizo zimeendelea kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara. Kwa hiyo mashambulizi dhidi ya meli ya kampuni ya taifa yanaweza kuongeza shinikizo kwa UAE kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Tehran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.